Zaka za kazi, pole sana kwa kupoteza mchezo. Asante sana. Mchezo wa pili mfululizo mnapoteza. Hii inaleta picha gani kwenu? Sio matokeo mazuri. Mechi mbili mfululizo kupoteza zinakuweka kwenye nafasi ambayo sio nzuri sana kwenye kundi. Lakini nafasi bado ipo ya kuweza kupambania kuvuka. Tuangalie mechi zinazokuja, kwa sababu kila siku timu ina improve. Namna timu ilicheza mechi iliyopita na ilivyocheza leo ni tofauti. Yaani leo imecheza vizuri zaidi kuliko mechi iliyopita. So naamini kabisa kwamba tutakuja kufika kwenye standard tunayoitaka na tutashinda mechi zinazokuja, afu tuangalie ushindi wetu utatusaidia nini. Kwa kile ambacho umekiona, unahisi eneo gani mnatakiwa kufanyia mazoezi zaidi? Ubaliziaje exactly, kwa sababu ukiangalia wapinzani wetu wamepata nafasi chache sana. Yaani kwenye mchezo walikuwa na occasion chache sana kuliko sisi, lakini wamefunga. Unaona na hata ukiangalia nafasi zao walizopata zote waliziuza kuwa on target. Moja kipa wetu akaokoa, nyingine wakafunga. Big chances hizo mbili. Sisi tulipata big chances nyingi sana, lakini hatukuweza kufunga. So hilo ni eneo la kufanyia kazi zaidi, na naamini itakuwa vizuri siku zinazokuja. Kwa upande wa Wydad, unahisi wamefaulu eneo gani? Wamefunga tu goli. Kwa sababu sisi tulikuwa bora maeneo mengi sana kuliko kwenye kufunga tu. Yaani kwenye kufunga tu ndio sisi tulikuwa bora, lakini maeneo mengi sana ya uwanja tulikuwa bora kuliko wao. Maeneo yote yaliyobakia kwenye mechi yote, yani sisi ni eneo tu la kumalizia basi. Lakini kwenye kutengeneza nafasi, kwenye kuzuia, kwenye kufanya nini, tulifanya vizuri sana. Speed ilikuwepo ya kutosha, kila kitu kilikuwa vizuri. Ni hiyo tu. Na wakati mwingine ni quality, maturity, nini, experience ina matter. So inaweza kawa hivyo. Kuna namna wachezaji walikuwa kama na pressure ama? Hapana, hii game wamecheza wameenjoy kabisa. Hawacheza kwa pressure. Wamecheza wameenjoy kabisa, game ambayo unaona kabisa watu wanacheza wana enjoy. Hawakucheza kwa pressure yoyote. Ni basi tu mambo hayakuwa, lakini wakati mwingine kwa sababu inatakiwa mtu apoteze, basi tumepoteza. Lakini hii mechi hata kama tungeshinda, hata wenyewe Wydad wasingejilaumu kwamba wanajua kabisa tumeshinda. Tumepoteza mechi dhidi ya timu ambayo ilikuwa nzuri. Na hata hivi tumepoteza sisi leo kwenye huu mchezo, timu bora ndio imepoteza. Timu bora imepoteza. Kuna ambao wanaamini kwa hiki ambacho Azam mmekipata kwenye michezo miwili ni kama si kitu ambacho kinatakiwa kuwavunja moyo, kwa sababu ni kama yamekuwa mafanikio kwenu kwanza kushiriki tu hatua ya makundi. Wako sahihi kwa hiki ambacho mmekipata? Kuna vitu viwili hapa. Kuna swala la matokeo ya siku kuvunja nguvu, lakini na kusema tumeshafanikiwa. Hii ya tumeshafanikiwa hapana. Kwa maana kwamba matokeo haya yasituvunje nguvu, bado tuna nafasi kweli, tunaungana nao. Lakini kwa maana kwamba eti tusherekee kwamba tumeshafika hatua ya makundi inatosha, hapana, haitoshi. So sisi bado tunatafuta nafasi zaidi kwenda mbele. Tutaendelea kupambania nafasi na tutaangalia itakavyokuwa, lakini tunaamini nafasi bado ipo. Bado ipo. Wacha tuendelee kupambana. Na lipi Zaka mmelichukua kama funzo? Sure pause. Sio hivyo sana, lakini na mimi kwenye mchezo wa leo kusema kukichukua kitu kama funzo, labda kumalizia nafasi. Mimi hicho tu labda. Anyway, labda resilience. Unajua resilience? Yaani kuwa sugu, yaani unashambulia, yaani kama vile bondia anapigwa ngumi ya kushoto, shavu la kushoto, la kulia, la kushoto, lakini haanguki. Ndio kilichokuwa kwa Wydad leo. Yaani walikuwa na resilience. Tuliwakalia kooni sana muda wote, lakini wameendelea kuwa imara mpaka mpira umeisha. Na bahati pia wakati mwingine, unajua tusisahau kama kuna bahati, kwa sababu sisi tulifunga goli kwenye mechi hii. Tumefunga goli huko. Hatukuwa na bahati. Halikukubaliwa. Lakini tulifunga. Siku kuna bahati ndani ile. Kuna watu kwenye mashindano ya Afrika wamefika mpaka finali. Magoli lile pale, goli zuri. Yaani magoli kabisa, unaangalia kabisa hivi mpaka refa na lakini wamekwenda mpaka finali. Timu moja kutoka Cuba. Kwa hiyo sisi hatukuwa na bahati tu. Na bahati hainunuliwi. Hakuna sehemu yote ambako wanauza bahati. So ikitokea hivyo unasema haikuwa siku yetu, itakuja siku yetu, sasa tutashinda.